Bwana. Safi, mambo yanakwendaje? Mungu ni mwema kila wakati, kila siku. Kabisa kabisa. Bwana Dosa, wewe ni mwanachama na mpenzi mkubwa wa klabu ya Yanga. Ndio. Tunataka tufahamu sasa, kwa maoni yenu, Yanga amekuwa na uwanja mkubwa, ndoto zenu za kuwa na uwanja wa klabu kubwa ya Yanga barani Afrika inaenda kutimia. Kwa upande wako, pengine utuambie umeipokeaje hii na inaenda kuleta manufaa gani kwa klabu ya Yanga? Nimepokea kwa bashasha kubwa Lugano. Kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini vile vile washukuru watu wote waliohusika kwenye mradi mkubwa kama huu ambao utakwenda kujengwa ndani ya miaka miwili inayokuja Lugano. Ndio, miaka miwili mitatu umekuelekea minne. Ni miezi 18. Ambao ni miaka mitatu hiyo. Miaka miwili hiyo Lugano. Miaka miwili? Miaka miwili hiyo. Mwaka mmoja una miezi 12. Okay, sawa, nimekuelewa. Takriban miaka miwili hiyo. Miwili kama na nusu hivi. Yes. Tatu kasoro. Nimepokea vizuri. Na kubwa zaidi naendelea kuwaombea Mungu viongozi hawa, awape nguvu, awape umri na afya tele ili wapate kukamilisha mradi mkubwa wa uwanja kama huu katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya bara la Afrika zima. Hadhi ya uwanja unavyoonekana ni kama ni uwanja ambao utakuwa unavutia kweli kweli, rangi ya kijani na njano. Ndio maana tukasema tunawapongeza sana kwa sababu ni uwanja wa kimkakati, ni uwanja wenye kimba, ni uwanja wenye kivutio kikubwa barani Afrika. Ndio. Kwa hiyo tuna haja kuwapongeza sana viongozi. Lakini kitu kizuri wakikosi mapungufu, unahisi hakuna chochote cha kuweza kukitazama katika uwanja huo na mapungufu yake na ubora, ukiachana na ubora ambao tumeuzungumza? Tangu ni kufahamu Lugano kupitia media mbalimbali, leo ndio naongea kitu kikubwa, kitu kenye uhalisia Lugano. Kwa hiyo nielekea nikupongeze. Kwenye kitu gani hicho ambacho nimeongea? Umesema kwamba hakuna kitu kisichokuwa na mapungufu. Ndio. Hakuna kitu kisichokuwa na kasoro. Kabisa. Nikupongeze kwa hilo Lugano. Sawa, hebu tuambie kama wananchi, kama wanachama wa klabu ya Yanga tumefurahishwa kuona ni 50 kwa 50. Kwa sababu nimefanya tafiti dunia nzima, wawekezaji wote waliowekeza kwenye viwanja hawajatoa 50 kwa 50. Wengi wao wawekezaji wamezidi. Kwa hiyo kwa namna moja hili tunapaswa kulisifia na kulipongeza kwa jitihada kubwa sana. Lakini kuna kasoro ndogo ndogo ambazo mimi binafsi nina mashaka nazo bwana. Ndio. Ni zipi hizo? Kwa hiyo na hizi ni changamoto tu, sio kwamba ni kasoro, ni changamoto. Weke sawa watu wako hapo, sio kasoro, ni changamoto. Sawa, kasoro ni sio ni kasoro, ni changamoto. Tupe changamoto hizo. Ni changamoto kwamba haziwezi kukosekana kwenye sehemu yoyote. Sawa. Ipi na ipi? Changamoto ya kwanza binafsi huwa najiuliza, kutokuwa na ukomo uwekezaji huu ni hoja ambayo ushasiku tupuka Lugano. Kwa hiyo sio kasoro. Hii kwangu nimetumia kama changamoto. Okay. Yani kwamba mkataba huu kutokuwekwa kikomo cha uwekezaji, mimi nimechukua kama changamoto ambayo baadaye nahisi kama vile itakwenda kutumbua. Kivipi inaenda kuumbua? Itakwenda kutumbua tu, kwa sababu kuna nyakati tutatamani kupata mwekezaji mwingine, lakini sasa hatujui tufanyeje. Sasa kwa dili hili la mwekezaji la milele. Kwani kuna mpango tena wa kuwa na mwekezaji mwingine kwenye uwanja? Hofu yangu nyingine Lugano ni kwamba tunaona kabisa tumempa mtu kibarua cha kudumu, kwamba yeye na kizazi chake na vituko vyake vyote vitakuwa wao ni wa Yanga tu. Kitu ambacho naona kama hakitakuwa sawa. Kivipi sasa, wakati uwanja utakuwepo na hata vizazi vikija vitanufaika, lakini uwanja upo wa Yanga? Ndio maana nikasema kwangu mimi naiona kama changamoto, si kwamba ni mbaya, naiona kama ni changamoto Lugano. Mimi pesa yangu huwa najiuliza Lugano, ikitokea uwanja umekamilika na ikatakiwa uwanja utanuliwe au kabaratiwe, nani muhusika wa hiyo 50 kwa 50? Hili ni swala ambalo mimi binafsi linaniumiza kichwa. Manake watakaa hiyo kampuni ambayo itakuwepo ndio itakuwa na jukumu la kusimamia kila kitu. Ndio huwa mimi najiuliza nani atakuwa ni muhusika kati ya mwekezaji ama sisi kama Yanga. Manake itakahusika ni kampuni sasa. Itakuwa upande wa nani kampuni? Kampuni imechukua nusu Yanga au nusu upande wa GSM?
Kwa hiyo itakuwa ni GSM ndo atakayehusika. Kuna baadhi ya watu watatoka Yanga, wengine watatoka GSM, wataunganisha, watatengeneza kampuni. Na ndio maana ikaa hili swala ambalo mimi linanipa ukakasi Lugano. Kwa hiyo nani atahusika ikiwa wao wanahitaji kupanuliwa? Je, fidia tutatoa sisi kama Yanga ama tutatoa GSM au tutatoa wote? Manake 50 kwa 50 mtakaa, kila mmoja atachangia kwa staili yake, kama ambavyo mnapata mtakuwa mnagana nusu kwa nusu. Ndio inapokuwa hivyo Lugano. Bila shaka ndio iko hivyo. Kwa hiyo mimi ndio swala ambalo mimi huwa najifikirisha sana akili. Kwa kuwa lazima tuwekwe wazi. Hilo ni jambo. Swali langu la tatu Lugano, hakuna ubishi ukiwa mtumishi wa Yanga na ukaustaafu, huu ni kwa kuendelea na 50 iliyobaki kuwa mwekezaji? Ukiwa mtumishi wa Yanga na ukastaafu, huoni kuwa utaendelea na 50 iliyobaki kuwa mwekezaji? Yaani ni rais si anatoka upande wa mwekezaji? Rais wa Engineer Said, rais wa klabu ndio si anatoka upande wa mwekezaji? Unamaanisha upande wa GSM? Yes. Kwa nini umefikiria hivyo Dosa, na sio kwamba anatoka upande wa Yanga? Kwa nini upande wa mwekezaji? Nimewaza tu Lugano. Sasa ikitokea amestaafu, yeye pension atachukua wapi? Huku kwa mwekezaji ama huku kwa Yanga? Mbona Dosa umeenda mbali sana Dosa? Kama atachukua upande wa GSM, si itakuwa ni kazi aliyokuwa ameifanya, na upande wa Yanga nako atachukua kazi aliyoifanya, au kitu gani umekifikiria hapo? Nimewaza tu Lugano, kila kitu kiwekwe wazi. Kwa hiyo unataka kutuambia nini hasa kwenye mkataba huu, kwamba huenda pension hii ambayo ametumia kwenye mkataba akaichukua kwa GSM na sio kwa upande wa Yanga? Nimeuliza tu maswali ambayo mimi nilifikiria utanijibu, ama watu watakuja kunijibu baadaye. Kwa hiyo tuliache. Sasa kama kuliacha huku, manako umefumbua kitu ambacho ndani yake kina maswali mengi. Ni kwamba huenda kuna kitu ambacho kitamnufaisha pande zote mbili, au unasemaje? Lugano una matata wewe. Lakini swali langu la 4 Lugano, ndani ya uwanja kutakuwa na hoteli. Hiki ni chanzo kingine cha mapato, nacho ni 50 kwa 50. Kutakuwa na gym, si ndio? Yes. Kutakuwa na swimming pool. Yes. Kutakuwa na apartment. Patakuwa na maduka. Na Yanga wenyewe watakuwa na wanalipia kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja. Ndio nauliza, hii itakuwa pia 50 kwa 50 au itakuwa kwetu tu? Maana yake itakuwa 50 kwa 50. Maana yake Yanga mkienda kulipa pale, kama kulipa ni milioni 10, si ndio? Mtalipa milioni 10, alafu milioni 5 kwenye faida zitaka kuwepo, mtarudishiwa milioni 5 yenu, kwa mtakuwa mnalipa nusu. Ndio mambo ambayo mimi nayauliza ya Lugano. Au wewe hujaelewa hiyo? Hiyo nimeielewa hapo, kwamba itakuwa tumetoa milioni 10. Ndio. Lakini katika ile ya 50 kwa 50 sisi tunapata milioni 5, si ndio? Ndio hivyo inavyokuwa. Sasa si faida imepatikana, unalipa kwanza alafu mtagawiwa faida. Ndio. Manake kama GSM ungekuwa na timu nayo ya mpira wa miguu na Yanga na timu ya mpira wa miguu, kila timu ingekuwa inaingia kucheza bure. Sasa kama upande mmoja una timu na unatakiwa ulipie, ila faida mtaenda kugawana. Lakini haya kama maswali Lugano limetengeneza. Ndio. Dosa, tupo pamoja hapo? Maswali gani hayo? Hilo ni swali tu ambalo mimi nimekupa wewe. Ambalo nasemaje? Ambao ndani ya uwanja kutakuwa na hoteli. Je, chanzo hiki ni chanzo kingine cha mapato, nacho pia ni 50 kwa 50. Sasa wewe ulielewa 50 kwa 50 naishia sehemu gani? Ndio mimi tu kwenye uwanja tu. Na sio uwanja tu, hata parking pale, kama kutoka na magari yamepakiwa, inatakiwa mtu akitoa shilingi 500, basi wewe unachukua 250, mwingine 250. Hilo ndio unaniambia Lugano. Ndio maana ya 50 kwa 50 mnagawanya pasu kwa pasu. Ndio.
tuko pamoja. Ila sasa ni milele sasa. Sasa ni hiyo milele mimi inanifurahisha hiyo. Kuona vizazi vyote. Lakini bora kuwa na moja kuliko kukosa kabisa. Dosa. Naam, huyo tulikuwa napiga story na Dosa hapa, alikuwa anatoa maoni yake kuhusiana na namna ambavyo mkataba umesainiwa, jinsi ambavyo yeye mwenyewe anatazama nini kifanyike na vitu vingine kama hivyo. Maoni yake tunazingatia kama sehemu ya maoni yake kama mdau wa Yanga na shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga. Huyo ni Dosa. Hakuna Yanga bila GSM, hakuna Simba bila Mo. Wanasema hakuna Yanga bila GSM na hakuna Simba bila Mo. Na ndivyo ambavyo tunahitimisha kwa kuzungumza na mwanachama na shabiki wa klabu ya Yanga, kwa maana Dosa, moja kati ya mashabiki ambao wamekuwa wakitoa maoni yao kimtazamo, unaweza kawa kinzani, lakini huku mwingine akikubaliana na klabu. Nilimtafuta kuweza kuzungumza naye. Mimi naitwa Lugano Israel.